Leo tutajifunza jinsi ya kufanya zoezi la squat kwa usahihi. Hakikisha una like video hii kama hizi ni aina za video ambazo unahitaji tuzi-upload kwa zaidi. Video ikiwa na like nyingi ndivyo utakavyojua unazihitaji zaidi na tutatengeneza maudhui ya aina hiyo kwa kiasi kikubwa zaidi. Anza kwa kusimama wima, miguu yako ipite kidogo usawa mabega yako. Na unapoanza kuchuchumaa, kitu cha kwanza push makalio kwenda nyuma. Yaani cha kwanza kujikunja ni kwenye nyonga na sio kwenye goti. Na baada ya kupush makalio kwenda nyuma, unakisha tumbo lako umelikaza. Unashuka chini mgongo wako, yaani kuanzia kwenye hips mpaka kwenye kichwa chako. Pawe pamenyooka straight. Na unapokuwa unachuchumaa, magoti usiyakunje kuelekea mbele. Magoti yafuate usawa wa vidole vyako. Magoti yakikunja kuelekea ndani wakati unachuchumaa na vidole vikawa vinaelekea upande tofauti, hii itaweka stress sana kwenye goti na itapelekea maumivu ya magoti. Unaweza ukashuka chini mpaka mwisho kama hauhisi maumivu kwenye goti. Na endapo utakuwa unahisi maumivu kwenye goti, si lazima uchuchumae mpaka chini, yani mpaka mwisho kabisa. Unaweza ukachuchumaa ukaishia nusu, half kama hivyo na ikawa sawa. Na unapokuwa unasimama, magoti yako usiyanyoshe straight. Yani yasijikunje, yani nyosha haya katika engo fulani hivi imepoa kama hivyo. Au unaweza ukaweka kiti au kitu ambacho utakuwa unakitumia kupima size ya chini ambayo unaweza ukashuka. Unaposhuka shuka mpaka pale ambapo hamna stress kwenye goti. Na kwa wale ambao wana uzito mkubwa, nashauri uanze kwa kutumia kiti. Na unapokuwa unafanya squat kwa kutumia kiti, shuka taratibu, kaa. Na unaponyenyuka, nyenyuka taratibu. Hapo ndipo utakapokuwa unasikia maumivu kwenye mapaja. Kama uzito wako sio mkubwa sana, usikalie sana iko kiti. Kama unaweza kugusa tu na kunyanyuka ni vizuri. Lakini kama uzito wako ni mkubwa zaidi, basi unaweza kukaa completely kwenye iko kiti ili upate balance tena ya kunyanyuka. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kupata faida za zoezi la squat kwa namna tofauti tofauti pasipo kuumiza magoti. Kama maumivu yataendelea ya goti, basi hakikisha unamwona daktari kuangalia kutakuwa kuna tatizo la ziada tofauti tu na kufanya mazoezi kwa kukosea.